Kwanza ni kushukuru Mungu, tumesafiri, tumefika salama. Afu pia ni jana tulipata na fursa ya kufanya mazoezi ya kwanza kama recovery, kuangalia nani hajaumia wala nani yuko tayari. Nashukuru Mungu kwa kuwa wote wamefika salama na hakuna shida yoyote. Kwa hiyo tuna imani kuwa kikosi chetu kitatupatia kile ambacho tunahitaji kupata kutoka kwao. Nikaribishe maswali. Kweli ni Morales, japo sijajua morale gani umeongelea, lakini chenye nafahamu ni mechi kwenye ligi, ni vijana wanatambua umuhimu wa pointi 3. Tupo kwenye ligi, tunahitaji kuwa juu zaidi pale tulipo kwa sasa. Kwa hiyo ni kama nimesema, ni ukiangalia na performance ya last time, tunahitaji tena kuwa bora zaidi, kwa sababu moja ya malengo yetu ni kuwa bora kuliko tulikuwa last time. Kwa hiyo tuna nafasi nyingine kubwa ya kuweza kuprove au kwenda juu zaidi kuliko wale tulishia last time. Lazima pakuwe tofauti, kwa sababu Simba ni Simba, quality yao ni quality yao, na kuna mpango maalum kwa ajili yao. Kwa hiyo ni hatuwezi compare na zingine mechi. Tumejiandaa tukijua ubora wao, tukijua wapi tunaweza tukajaribu kuwapata. Kwa hiyo tumejiandaa na mpango maalum kuhusu hiyo mechi. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Sawa. Ila ni sijakubaliana na wewe, nafikiri ungenipa pole kuliko ongera, kwa sababu nafikiri tulistahili pointi 3. Asante. Kwa hiyo ila tunashukuru Mungu, kwa hiyo moja Mungu ametujalia. Kwa hiyo ni yes, kama tumesema mpira ni hivyo, kuna transition zote zipo lakini pia ni tusisahau kama tulikuwa bora pia kujilinda, kwa sababu ukicheza na hizi timu kubwa kuna lazima make sure kama ulinzi uko sawa na uweza kushambulia, na pia utafute kuwa either clinical, ukipata nafasi na uweze kuitumia. Na imani kuwa imetujenga, kuna experience tumepata kutokea kwa last game kama kisi nimesema. Kwa hiyo tunahitaji kuwa bora kuliko kisi kwa last time. Ugumu ni the same kama kisi nikikutana na zingine timu. Nadhani hakuna utofauti, ni 11 kwa 11, mipango ni ile. Sema tu tofauti ni mashabiki wala the pressure inakuwa, lakini kwa wachezaji ninao wana hiyo experience na wengine wako wanaendelea kuzoea, na ni moja ya jukumu letu ku make sure kama wanapata hiyo kujua handle the pressure. Sema tu hiyo, nasema kucheza back to back ni vizuri, kwa sababu ina raise concentration na pia na performance wanaendelea kutumika vizuri kwetu. Kwa upande wangu naona kama ni kitu kizuri, kwa sababu nikiangalia even approach ya mazoezi, approach ya gisi wanakuja, mtikio ni mzuri sana kwa vijana. Kwa hiyo na imani kama kwangu najua ina boost kujiamini na boost performance ya timu yangu. Nimesema approach ni tofauti, kwa sababu wachezaji wako wa Simba sio wa Yanga, hata walimu mbinu ni tofauti. Kwa hiyo ni approach iko tofauti sana, lakini tulijadjust na imani kuwa tutakuwa kama nimesema, tumepata experience kitokea last time, kwa sababu create nafasi kama zile ni kazi kubwa. Kwa hiyo nao inabaki kumalizia, na imani kuwa tutakuwa bora zaidi. Nikushukuru sana mwalimu. Jina naitwa Alhamisi Nganzi. Sisi kama timu tumejiandaa vizuri. Mwalimu wetu kashatupa kila kitu katika mchezo uliopita, akatupa mbinu zingine. Kwa hiyo katika mchezo wa kesho tegemea pointi 3. Inshallah. Nikaribisha wachezaji, tumejiandaa vizuri, tuna morale ya juu, na pia mwalimu wetu kashatupiga polish kidogo. Kwa katika mchezo wetu wa kesho na imani tutapata matokeo mazuri. Kwangu mimi kama mchezaji sijaona ugumu wote, na sisi pia tuna timu nzuri, sijaona ugumu wote. Swali la 3. Sababu sisi mechi na Yanga tulipata nafasi, lakini tuliteleza, tukua makini katika nafasi ile tuliyopata, na imani mchezo wa Yanga tungepata pointi 3, lakini kesho na imani tutapata pointi 3. Mwalimu wetu anatupa morali, katupa mbinu nyingi,
tunamsikiza yeye, tunatuambia tufanye hivi, tunafanya, ndio maana tunapata matokeo mazuri. Kesho jitokeze kwa wingi. Kesho tutakuwa tuna mchezo mzuri na matokeo mazuri kesho. Inshallah natakia kila la heri kwa mchezo huo. Amen. Asante sana.